qalu ya wailana ma ba'athana min markadina hadha ma ada arrahman wa saddaqa almursalun. Man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, yeyote anayefasiri Qur'ani kwa akili yake ajiandalie makazi yake ni motoni. Akili zenyewe wewe Rashidi hazimo. Mimi nikikutazama tunajua zinakuja zinaondoka. Sasa hizo akili ndo unategemea kufasiri Qur'ani unavyotaka wewe ufasiri? Hebu rudi katika misingi ya usuli ili uweze kuelewa masuala ya Kiislamu. Wewe Uislamu bado sana kuuelewa. Habari za uongo shehe, kwanza kabla ya kuendelea huko, Ibn Abbas ndo nani? Sisi tunataka tafsiri ya mtume. Ibn Abbas ndo nani? Qur'ani ndugu yangu mwenyewe. Ibn Abbas ndo nani? Sio nabii. Umeelewa? Mtume mwenyewe ametafsiri vipi? Tunatakiwa tufuate kauli za maswahaba, ndio tunakwenda kwa Ibn Abbas, tunakwenda Ibn Mas'ud na maswahaba wengine, tunasikiliza walichokisema wao kuhusu aya fulani ya Qur'an. Hii ndio inaitwa tafsirul Qur'an bi aqwali sahaba, kuifasiri Qur'ani kwa kauli za maswahaba, kufuata kauli za maswahaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba Allahu yatawafal anfusi hinna mautiha. Dalili ya kwanza inayojuzisha uwepo wa adhabu za kaburi ni katika suratul Ghafir aya nambari 46, annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa adkhilu ala firauna ashadda al'adhab, kwamba moto wanaonyeshwa asubuhi na jioni, wa yauma taqumu saa, mpaka saa ya Kiyama. Ili tuweze kupata tafsiri ya aya hii lazima tutumie tafsirul Qur'an bilughati al-arabiyya, tutumie tafsiri ya lugha ya Kiarabu. Na kwenye lugha ya Kiarabu nitakupeleka kwenye balagha wa siyaqi. Hapa tunakwenda katika uchambuzi wa kibalagha na muktadha wa aya, khiswasiha wa khibasiha wa fi ayi jawi taishu aya. Khisasi hapa ni vile vijipenyo, upenyo ambao annaru yuradhuna, unaonyeshwa vile vijipenyo viko wapi. Nakufundisha sasa, Qur'ani haitafsiri unavyotaka wewe.